Maandiko yanasema kwenye kitabu cha Petero wa kwanza aya 5 mstari wa 6, basi nyenyekeeni chini ya mkono wa Mungu ulio hodari, naye kwa wakati wake atawakweza. Kunyenyekea chini ya mkono wa Mungu, naye Mungu kumbe anakweza yule mtu anayenyenyekea kwa wakati wake. Anakukweza, anakuinua. Kunyenyekea ni kushuka chini, ni kuwa na utiifu. Nanyenyekea kwa mkono wa Mungu ulio hodari. Mkono wa Mungu, naposikia mkono wa Mungu ni nguvu za Mungu. Kunyenyekea chini ya nguvu za Mungu ni kunyenyekea chini ya neno la Mungu. Kunyenyekea ni kusikiza sauti ya Mungu, ni kutii. Kunyenyekea ni kutenda yale Mungu anaosema, ama yale neno linalosema. Ndio maandiko yanasema tunyenyekee chini ya mkono wa Mungu ulio hodari. Nguvu za Mungu, neno la Mungu. Kunyenyekea, naye Mungu atakukweza kwa wakati wake. Angalia Adamu katika shamba la Edeni. Alikuwa na uhusiano mwema na huyu Mungu, lakini Mungu akamuonya, akamwambia hakika yake wewe ukila lile tunda la ule mti uko katikati, hakika yake wewe Adamu utakufa. Kweli Adamu alikosa unyenyekevu. Hakuweza kusikiza sauti ya Mungu. Hakuweza kuwa mtiifu kwa huyo Mungu. Hakunyenyekea. Alikosa kusikiza sauti yake. Kupitia mke wake Hawa akakula lile tunda, na hakika yake laana ikaingia. Ndio maana anakufa mpaka wa leo, kizazi hadi kizazi, kwa sababu kukosa utiifu. Baada ya kukwezwa alishushwa. Kukosa kunyenyekea, unashushwa. Kukosa kunyenyekea, kushushwa, mauti ingia. Na kweli duniani nzima kupitia mtu mmoja Adamu, mauti haya yanayotawala yaliweza kuingia hapa duniani kwa sababu wakosa unyenyekevu. Na wale wote hawana unyenyekevu, wale wote ambao hamtii Mungu, hawatii neno la Mungu, hawanyenyekei, lazima adhabu hii ya mauti itakuwa juu yao. Lakini maandiko yanasema katika kitabu cha Yohana aya 5 mstari wa 25 kwamba watafanya kupitia mautini wakielekea uzimani waliye na neno. Yesu akiwa na wanafunzi wake akawaambia, aliye na neno langu sasa, aliyetii neno langu, aliyenyenyekea, huyo atafanya kupitia mautini akielekea uzimani. Mauti haitaweza kumnasa kwa sababu ya kuwa ametii neno la Mungu, kwa sababu ya ule unyenyekevu. Lazima atakwezwa, atapokea uzima wa milele. Lakini wale wote ambao hawatii, hakika yake ni mauti, kwa sababu aliye nguvu nyuma ya hizo nguvu za mauti ni Ibilisi mwenyewe. Kisoma kitabu cha Waebrania aya 2 kusoma mstari wa 14 na 15, aliye na nguvu hizo za mauti nyuma yake ni Ibilisi. Lakini huyu anayenyenyekea kutili na neno la Mungu hayapitii, atapitia tu mautini akielekea, hata kuwa pale mautini, ataelekea katika uzima kwa sababu ya kutii, kwa sababu ya unyenyekevu. Na ndio mbinguni anasema mauti, wafu wote watakuwa wamefufuka, na mauti itakuja kutoa watu, na wengine watakuwa kwenye kitabuni cha uzima. Mauti wote watatupwa jehanamu, lakini wale walio kwenye kitabu tu cha uzima wa milele, hao ndio watabaki wakirithi mbingu. Lakini hao mautini, kuzimu, hao wote adhabu yao ni mauti, adhabu yao ni kifo, moto wa jehanamu. Lakini walioko ndani ya Yesu ni wale walionyenyekea, waliotii neno la Mungu. Yesu akasema, aliye na maneno yangu, kitabu cha Yohana aya 5
mstari huo wa 24, aliye na neno langu huyu atafanya kupitia tu mautini akielekea uzimani. Kunyenyekea. Petro wa kwanza aya 5 mstari wa 6, basi nyenyekeni. Tunyenyekee siku zote chini ya mkono wa Mungu. Tunyenyekee katika kutii neno la Mungu ili tukaweze kupokea uzima wa milele. Umewekewa wale watu wanyenyekevu kwa neno la Mungu.